Mwana wangu, mwana wa Mungu, Yesu Mwokozi wangu. Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa mtazamaji, mfuatiliaji, mwanafunzi mwaminifu wa Yesu Kristo, ninakusalimu tena. Shalom, shalom. Popote ulipo mahali pa utawanyiko, Bwana kubariki, Bwana kuinue sana. Wewe ambaye unazidi kufuatilia ili upate maarifa, upate jumbe za kweli. Ni mwalimu Chris Deogratias, ninakukaribisha sana. Na tuliahidi katika video zilizotangulia kwamba muda si mrefu wasikilizaji wa chaneli hii pia mtapata moja kwa moja ushuhuda, simulizi ya ushuhuda wa mtumishi Aston Adam Mbaya, ushuhuda wa vyumba au chemba 351 za kuzimu. Kama unavyoweza kuona, hiki ndio kitabu cha ushuhuda wake. Kwa hiyo nikukaribisha sana wewe ambaye hauja subscribe, basi nikusihi sana subscribe channel yetu. Video ikiwa inaendelea, chini ya video utaona kuna maelekezo mengi, lakini kuna mahali pataandikwa subscribe. Kwa hiyo gusa mahali palipoandikwa subscribe, kisha itatokea alama ya kengele. Gusa hiyo alama ya kengele. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo utakuwa umejiunga nasi ili uweze kupata shuhuda hizi hatua kwa hatua nzuri kabisa, bila mbio, bila pressure yoyote, ili tuweze pia, tutakuwa na nyongeza kidogo kwa kadiri Bwana Roho Mtakatifu atakavyotupa neema, kwa sababu ni masimulizi, lakini kuna baadhi ya mambo mtumishi Aston Adam Mbaya ameyaeleza pia katika mikutano au semina mbalimbali. Kwa hiyo tutakapokuwa tunaenda na labda sehemu ya kwanza inahusiana na siri za kuzimu, kama kuna jambo tulipokuwa kwenye semina tulimuuliza na akalifafanua, basi kwenye huu mlolongo wa shuhuda utapata kupokea hiyo nyongeza. Ushuhuda huu sio wa kwanza au sio mara ya kwanza kusikika katika vyombo vya habari namna hii, lakini pia ni ule ambao utaweza kusikia kupitia Promova TV chini ya mtumishi wa Mungu Jackson, ambao anasaidiana na mtumishi Amieli Katekela, lakini vile vile utausikia kwa ufasaha tena kupitia shuhuda za kweli ambayo iko chini ya mtumishi wa Mungu Katunzi pale Tegeta, lakini pia utausikia kupitia channel ya mtumishi wa Mungu Geoffrey Kaputa ambayo inaitwa Uamsho wa Kanisa TV. Hizo channel zote ni marafiki, ni watumishi wa Mungu marafiki ambao tunafanya kazi pamoja tukiwa tunashirikiana na mtumishi Aston Adam Mbaya. Lengo la kuleta simulizi hii sio kufanya ushindani, hapana, bali majira na nyakati kwa kuwa zinakaribia mwisho, kwa iko sababu ya watumishi wengi kadiri inavyowezekana kulihubiri neno. Kama kuna shuhuda, kama kuna jambo la msingi ambalo Bwana amelileta kupitia mtumishi mmoja wetu, basi tutalihubiri kwa njia ya vyombo mbalimbali, kwa sababu kuna watazamaji wengine wako humu, lakini wakienda Promova wanaweza wasikute huu shuhuda, utakuwa mbali sana mpaka wautafute. Lakini kwenye channel hii bado ina vitu vichache, inawezekana zitakapokuja mfululizo hizi video zitaonekana kwa urahisi. Kwa hiyo itaweza kuwa rahisi kwa yule ambaye ni si mzoefu wa matumizi ya simu, anaweza akazipata hizo taarifa na akausikiliza ushuhuda kwa uzuri zaidi, kwa utuo, kama wanavyosema watangazaji wetu miaka hii wa Kiswahili kizuri, bila kuwa na pala zozote. Kwa hiyo nikukaribisha sana. Naitwa mtumishi wa Mungu mwalimu Chris Deogratias, rafiki na mtumishi wa Mungu mtumishi Geoffrey Kaputa kutoka kanisa takatifu la Uamsho pale Mbinga, na niko Songea, na tuko pia pamoja na watumishi wengi. Mungu awabariki. Tuna mtumishi Desde kutoka kule Kigoma, lakini pia tunaye mtumishi wa Mungu pale Lindi na Mtwara, lakini pia tunao watumishi wa Mungu rafiki Buigwe, wengine pia wako maeneo mengi Dar es Salaam. Kwa hiyo tunakusihi wewe ambaye unatamani kusikia injili ya kweli, unatamani kujifunza injili ya utakatifu, tunakukaribisha.
Na huu shuhuda naomba niwasihi sana wasikilizaji na watazamaji, yamkini uko katika makanisa ya wokovu. Niseme jambo moja, katika makanisa ya wokovu, hata mimi pia nilikuwa huko kwa miaka kidogo, sio mingi sana, miaka kidogo, lakini miaka 9, miaka 10, sio michache sana, sio mingi. Na katika masomo yetu ya wanafunzi na maandiko, mara nyingi darasa au Wakristo walikuwa wana maswali mengi sana, maswali mengi. Na wakati fulani hata walimu wa vile vipindi, kwa kuwa hawajaenda vyuo vingi vya Biblia, adui ameshaingia na kuweka mafundisho ambayo sio ya kweli. Kwa hiyo utakuta kabla mtu hajaenda huko, kabla hajiamini sana, kwa hiyo akiwa na kipindi anaomba, kwa anaposimama madhabahuni huwa ana Roho Mtakatifu anamtumia. Kwa wengi utakuta walimu wa vipindi vile wanafundisha kweli. Hata pia wanafunzi wao wanapouliza maswali, walimu wanajibu vizuri, na wakati mwingine wanatamani kujibu vizuri. Lakini inapotokea anaposimama mchungaji kwa ajili ya kutamatisha somo, mara nyingi yeye sasa anajikita katika mafundisho waliofundishwa chuoni. Sasa vyuo vingi sasa hivi adui ameweka mapandikizi ya vyuo. Kwa hiyo atakuja atahalalisha kila ambacho hawa washirika walijadiliana na wakakiweka sawa, wakakielewa, lakini anapofika huyo atawaambia kwamba hiki kitu sisi tumejifunza chuoni sio dhambi. Kwa mfano, katika moja kati ya kanisa ambao niliwahi kuwa kwa muda kidogo, tulikuwa na si vibaya kumtaja huyu mtumishi, sitamtaja mchungaji, nitamtaja mtumishi. Tulikuwa na mtumishi mmoja, dada Esther, Mungu ambariki. Huyu alikuwa ana karama ya unabii na mafunuo pia. Kwa hiyo tulipokuwa tunajadili siku moja kwa habari ya ubatizo, alihoji, sio kwamba alidadisi, lakini alitoa vile ambavyo Roho Mtakatifu anamshuhudia moyoni mwake kwamba kwa habari ya ubatizo wa visima hana amani nao na ana mashaka nao kwa vile Mungu anavyomuona. Lakini tulipoleta katikati ya mjadala, nakumbuka hata nilikuwa mwalimu kwenye kile kipindi, tukamuunga mkono, tukasema huu sio ubatizo wa kweli. Lakini aliposimama kiongozi wetu wa mahali pamoja, basi akasema sisi tumefundishwa vioni na tumeambiwa kwamba kinachohitajika hapa ni maji mengi. Kwa hiyo visima, ubatizo wa visima na ubatizo wa kwenye mito ni sawa. Huyo ni mfano mmoja wapo, lakini wako wengi utakuta baadhi ya Wakristo makanisani wakishasoma Biblia wenyewe tu, Roho Mtakatifu anawashuhudia si vizuri kuabudu au kuomba wakiwa hajafunika vichwa. Kwa hiyo ikitokea mtu anauliza, alijibiwa kwa ujasiri sana kwamba wanawake kutofunika vichwa ibadani si tatizo, tumeshafunikwa kwa damu ya Yesu. Si kweli, sio kweli hata kidogo. Neno la Mungu linafahamu. Alipoandika, Roho Mtakatifu anajua kuna damu ya Yesu, lakini anajua kuna kufunika vichwa kwa kutumia kitambaa. Kwa hiyo hayo mambo yote aliyazungumza akiwa anajua kweli kuna wakati Mkristo anafunikwa kwa damu ya Yesu, lakini sio wakati wa ibada. Sio kama haimaanishi anafunikwa, ila inatakiwa kwa ajili ya kuonesha kumilikiwa. Basi ni vizuri mwanamke afunikwe kichwa akiwa ibadani. Hata ukiwa peke yako nyumbani unaomba, ni vizuri funika kichwa chako, wala usikiache wazi. Kwa hilo nalo ni moja kati ya mambo yatakayowapeleka watu jehanamu. Lakini huku wakiuliza madhabahuni, wakuu wa madhabahu wanawahakikishia kwamba si kosa, sio dhambi, wanaweza wakaendelea. Pia mjadala ulikuwa kwa muda mrefu sana kuhusiana na matumizi ya suruali kwa wanawake. Wengi wakasema hatuna amani, lakini wanaposimama wakuu wa madhabahu wanahalalisha kwamba sisi chuoni kwanza wenyewe tumefundishwa na walimu wa wanawake waliovaa suruali. Kwa hiyo kuvaa suruali sio shida. Na tena tulikuwa tunatembelea na wengine wanatoka Marekani, wengine wanatoka wapi kuhudumu kwenye vyuo, na walivaa suruali. Kwa hiyo wanahalalisha. Kwa hiyo liko kundi kubwa la watu watakaoenda jehanamu ya moto kwa sababu ya dhambi walizohalilishiwa na wachungaji wao. Mimi nitoe mfano, nilipokuwa kwenye dini yangu kabla ya kupokea neema ya wokovu, nilikuwa tunawaangalia sana wakuu wa dini. Kwa hiyo nilikuwa ninaona wanaenda wananunua bia 2-3 wanakunywa. Kwa hiyo kwa kuwa tulikuwa tunawaangalia wale na tuliwaamini wamesoma miaka 16. Kwa kama hii ningechukulia mfano ni Biblia. Hivi kama mtu anasoma miaka 16, unaweza ukasema kuna ukurasa hajawahi kusoma. Kwa akili ya haraka nikasema ikiwa huyu kiongozi wangu wa dini anakunywa bia na amesoma miaka 16 kitabu amekimaliza, bila shaka kunywa bia si dhambi, kwa sababu angefahamu kwamba kwa sababu kwa miaka 16 haiwezekani kuna mahali ambako hajasoma.
Kwa hiyo anajua kila kitu, na kwa kuwa anajua kila kitu afa na bia anakunywa, basi sio tatizo. Kwa hata sasa yamkini ningekuwa huko, ningekunywa bia, ningekunywa pombe na ningefanya machukizo mengine kwa kuongozwa na walimu wangu vipofu. Kwa kweli mtu yote Mkristo yote ambaye anaongozwa na kiongozi wake, huo ni mchungaji au anajiita nabii au anafanya chochote, ikiwa anakuongoza katika anakupoteza tofauti na neno la Mungu, kama ilivyo neno katika Isaya 9:16, waongozao watu hao ndio wawapotezao. Kwa huyo ni nabii wa uongo, anakupoteza. Hata kama kanisa ni zuri kiasi gani, hata ujitahidi kiasi gani, ukiyapokea yale mafundisho yake potofu, wewe umenajisika. Na ile ukisoma vizuri Isaya 9:16, hautaingia mbinguni, hautaingia. Ndio maana kwenye Ufunuo 18:4 anasema tokeni kwake enyi watu wangu. Ikiwa ni mchungaji wa uongo, ondoka. Mchungaji unaona anahalalisha Krismasi, elewa wazi, anahalalisha wanawake kuvaa suruali. Kanisa linahalalisha wanawake kuwa wachungaji. Kanisa linahalalisha mapambo kama hereni, cheni, pete na takataka nyingine za Yezebeli. Basi huo nini? Huo ni mwongozo. Makanisa ya wokovu yalianza vizuri kama Bwana Yesu alivyosema katika kitabu cha Mathayo kwamba alipanda mbegu njema. Achana na duniani, tunazungumza mfano huo kwa kanisa pia. Kanisa lilianza vizuri, lakini walinzi, yani hapo nazungumza wachungaji, nazungumza walimu, wainjilisti na makundi mengine, walipolala usingizi kidogo, shetani alipanda magugu. Anaanza kuingiza leo pete, kesho anaingiza mawigi, kesho kutwa anaingiza kuchora tattoo, siku nyingine anaingiza watu wanavaa misalaba. Naona sasa hivi hata waimbaji baadhi wanavaa tu misalaba tule tudogo na nini, wanaiga nabii wa uongo na wenyewe wanaingia. Kwa hiyo taratibu sasa kanisa la wokovu limebaki na wokovu wa bandia. Iko mifano mingi, hata kwenye mavazi ya suruali vile vile. Mwanamke aliyeokoka hapaswi kuvaa suruali. Lakini pia hata kwenye ubatizo nako pia hataki kubatizwa kwenye kisima kama tulivyozungumza. Hii ni kwa sababu shetani alipoona amewakosa watu kwenye ule ubatizo wa kwanza wa kikombe, wengine wameongozwa na Roho Mtakatifu wanabatiza maji mengi, basi akabuni ubatizo wake wa kisima. Kwa hiyo wako maelfu wanasema wameokoka hali umebatizwa kwa ubatizo ule ule wa kaburi, ubatizo ule ule wa maji mfu, ubatizo ule ule ambao wameukimbia kwenye dini. Kwa hiyo hakikisha kila kitu kinakaa sawa. Ndio maana nasema una sababu ya kusubscribe channel hii ili ufanye matengenezo. Mambo mengi sana Wakristo tumepotezwa. Ni kweli wahubiri wetu waliohubiri vizuri, hata leo yamkini marafiki wa Mungu akina Moses Kulola wangeinuka tena, baadhi ya vitu wangesema sivyo, tumeacha kweli. Kwa ndivyo ilivyo kanisa la wokovu miaka ya 90, miaka 2000 kurudi nyuma lilifanya vizuri, lakini baada ya mwaka 2000, enzi za mapinduzi ya mipango ya kuzimu, kuligeuza kanisa liwe la kuzimu, kuchanganya uzao wa mzabibu mwitu na mzabibu wa asili, mambo yakaharibika. Ile nania 50 ya duniani ikaingia madhabahuni. Wachungaji sasa wanawake nao wakafanya ushindani kwenda vioni. Hivyo mambo yalivyoharibika. Kwa naomba nikusihi sana wewe ambaye hauja subscribe channel hii, nikukaribisha sana usubscribe channel hii ili upate kujifunza neno la kweli. Yamkini ni dakika zako za mwisho. Yamkini Mungu amekupa mwaka huu tunaozungumza, pengine hautamaliza. Kwa hiyo nayo hii nafasi, umekutana na hii nafasi ili tutengeneze njia zetu. Tukumbuka kwamba wengi wamelala. Bwana ametuacha sisi tuwe hai. Haimaanishi ni kwamba tumetenda mema kuliko waliolala, la hasha. Ni neema tu ambayo Bwana ametupa. Niweze kusema ni neema ya upendeleo ambayo Bwana ametupa wewe na mimi ili tufikie kusikia haya, ili tutengeneze njia zetu, tubadilike haraka, maana Bwana anakaribia kuja. Maana Bwana ana haja na watu wake. Kwa hiyo ninaitwa Mwalimu Chris Deogratis. Tuko chini ya kanisa la Mungu, kanisa takatifu la Uamsho Tanzania. Tuko na watumishi wa Mungu. Kuna mtumishi Desmond, yeye yuko Lindi na Mtwara Tama. Lakini pia tunao watumishi wa Mungu, mtumishi Eric, wengine wako pia Buigwe, wengine wako Dodoma, na mtumishi wa Mungu Geoffrey Kaputa ambaye yuko Mbinga, na watumishi wengi kuwataja kwa majina. Na Bwana anaendelea kulikuza kanisa karibia mikoa, karibia yote. Sasa Bwana ametupa neema ya kufika. Kwa hiyo ni kanisa takatifu la Uamsho Tanzania. Naomba nikusihi wewe ambaye unatamani kujifunza kweli ya Biblia, unatamani kuishi maisha utakatifu wa kweli, wokovu wa kweli, nikusihi sana
subscribe channel yetu, halafu pia usisahau kulike, usisahau kushare. Ukiwa una swali basi usisahau kucomment kupitia channel yako, maana tumeacha nafasi ya wazi ya kucomment. Kama utakuwa na maswali tutajifunza, lakini nikukaribishe sana, usikose kusikiliza ushuhuda wa vyumba 351 vya kuzimu. Kwa hiyo usiseme. Siku moja nilikuwa katika kushuhudia, nikaenda kwa ndugu mmoja alikuwa pembeni ya kanisa. Katika kwanza kumshuhudia akasema, mimi nimeshaokoka bwana. Nikamuuliza kanisa, kataja kanisa la wokovu, lakini sasa nalo linaenda kuwa kama la dini. Na ameninginiza zile nani za nywele zake za bandia mpaka karibia na kiunoni, mpaka wanja midomo yake, kucha zake amepaka rangi. Anasema mimi simeshaokoka, nenda tukawahubirie wengine. Ni ile Ufunuo sura ya 3. Ni kama vile anavyoambiwa mtu wa dini, anafikiri yeye ni tajiri, utajiri wa mwilini, yeye anafikiri ni wa rohoni. Anafikiri anajiona anaona. Macho ya mwilini sio macho ya rohoni. Kwa Bwana anasema unajiona ni tajiri, unajiona una macho na nini, lakini wewe ni kipofu, wewe ni maskini, tena una hofu na mashaka. Anasema njoo ninakushauri ununue kwangu dawa upake macho yako ili upate kuona tena. Kwa naomba nikusihi sana, usinganganie kanisa. Useme mimi kanisani kwetu wameruhusu suruali. Hapana. Naomba nisisitize sana, hakuna mbingu ya madhehebu. Useme kanisani kwetu wameruhusu kuvaa hereni. Mbona hata mama mchungaji anavaa? Imefika wakati sasa unataka kusimama na Ezekieli 16 ule mstari wa 6 anasema wanne sijakosea, anasema nilipotembea nikakukuta huko katika damu yako, lakini nikakwambia japokuwa katika damu yako na uwe hai. Ukiona mama mchungaji leo ameninginiza hereni, ondoka. Ukiona leo mama mchungaji amevaa wigi, amevaa rasta, sio ameshona, amevaa tega nyonyo, vimanyonyo vinaonekana, hata kama ni mke wa askofu, ni nani? Elewa wazi hapo anayetawala ni Yezebeli. Kwa hiyo ni mara mbili. Unaweza ukabaki kwa hasara yako au ondoka, jiponye nafsi yako. Shetani ni mjanja sana. Kwa mtu wa mataifa sanamu yake ni sanamu kabisa. Lakini kwa mtu aliyejifunza, shetani hawezi tena kumpelekea ile sanamu akaabudu. Ameamua kupeleka sanamu kwa namna nyingine. Kwa hiyo ukisikia Biblia vizuri, ukisoma Mwanzo 35, ukisoma Kutoka 33, kuanzia mwanzo kabisa pale mstari wa kwanza hadi wa 6, utaona mapambo yote ambayo wanavaa wanawake mwilini, pamoja na pete, hata pete za ndoa. Pete za ndoa ni upagani. Naomba nikusio unasema umeokoka mkononi umevaa pete. Usiposikia neno hili kipindi cha amani, kwa kukubali, kwa kuamini, kwa kuwategea sikio lako wale walimu waliofundishwa na adui. Adui ni mjanja sana. Sio kwamba kila kitu wanafundisha uongo, hapana. Mengine wanafundisha kwa sababu kanisa letu limeruhusu. Kwa mchungaji wa sehemu fulani anaweza kwa Roho Mtakatifu anasema naye kabisa, lakini sahau ina ujasiri wa kusema kwa sababu kanisa kama taasisi wameruhusu. Anaogopa yasimkute yale ya Pilato, kwamba usipotufungulia huyu tutakusemea kwa bosi wako. Kwa kibarua kitaota nyasi. Ndicho wengi wanaogopa. Wengi wana hata kesi za michango. Nilikuta mahali fulani mchungaji mmoja anajitahidi kufanya kazi, yeye anapambana ili atume hela ngazi ya juu. Anaogopa kuwatangazia. Kwa nini? Kwa sababu mchango hautakiwi kutangazwa madhabahuni. Hakuna kwenye Biblia kitu kinaitwa mchango. Ukisoma hata Wakorintho wa kwanza 16, Paulo anasema na ile sadaka ya changizo, au anaita changizo. Kwa hiyo sadaka aina yoyote ina sifa zake. Lazima itolewe kwa usiri, itolewe kwa kadri ya kufanikiwa kwa mtu, itolewe kwa moyo wa kupenda. Ukisoma ile Wakorintho sura ya 8 na 9 anazungumza vizuri sana. Sasa michango haina hiyo sifa, na makanisa mengine wameenda mbali zaidi, wanaandika majina na unaandika majina, wasiotoa unaandika hata majina, au unapotoa unaandika jina lako kwenye sadaka, au fungu la 10 unaandika pale. Kama unaitwa Paulo Mapunda, unaandika pale Paulo Mapunda shilingi ya 30, fungu la 10 la mwezi Juni. Hapana, sadaka ni siri yako na Mungu wako. Utoapo hata mkono wa kushoto haupaswi kujua. Mkono wa kushoto hapo unamaanisha pengine ni mzee wa kanisa, pengine ni mchungaji, ni nani. Tumezungumza katika video zilizotangulia, tukasema nafasi ya mchungaji kwa habari ya sadaka ni kama vile mwalimu wa practical pale form 4 anafundisha, au form 6 atafundisha hadi siku ya practical. Anaweza kaingia maabara akawaandalia watoto, kisha anaambiwa atoke nje awache watoto waoneshe uwezo wao. Au inawezekana ni kocha, anasajiliwa na wachezaji, anapewa muda wa kuwafundisha. Siku ya mechi kocha anakaa nje. Na siku hizi watu wengi wanaangalia mpira japo si wa Kristo. Na wewe Mkristo unayeangalia mpira, wewe kipenzi, kukiwa na mpira na chakula kinabaki. Kukiwa na mpira na ibada unaahirisha ibada, unaangalia mpira.
mpira si naomba subscribe hii channel. Kwenye lile somo la ijue mipango ya kuzimu kuikamata dunia, tutazungumza habari ya mpira, lakini pia tulishazungumza habari ya mpira. Kwa hiyo unaweza ukarudia katika channel yako pendwa Goshen One Injili na Ushuhuda TV, kaangalie kipengele cha mpira, jinsi mpira unavyopeleka watu kuzimu. Kwa hiyo mpira nao sio, lakini ikitokea huko hivyo alafu unaacha mpira, unaacha ibada kwa ajili ya mpira, hautaingia mbinguni. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana yanafunuliwa. Kwa hiyo katika huu ushuhuda, ninaamini wewe utakaye subscribe na wewe ambaye Bwana atakupa bidii na uaminifu kufuatilia hatua kwa hatua, hata wewe ambaye unasema umeokoka, naomba nikualike kwenye huu ushuhuda. Tafadhali, wengi wokovu ni wa bandia. Kiwa umeokoka, unavaa hereni, unavaa wigi, unavaa pete, unasherehekea Christmas, wokovu wako ni wa bandia. Naomba unielewe. Usipoelewa sasa, usipoamini sasa, kwa kutega kuwapa moyo wako na masikio yako wale wafundishao mafundisho waliofundishwa na wanadamu, utapotea. Lakini naomba nikusihi sana, subscribe channel yetu na tufuatilie, twende pamoja, na usiache kushare. Tutakuwa na simulizi nzuri, lakini pia ashukuriwe Mungu kupitia mtumishi huyo mtumishi Aston Adamu Mbaya alipofika pia mara kadhaa tukikaa kwenye semina, tunapata nafasi ya kumuuliza. Kutakuta kwenye sehemu labda ya kwanza kwenye ushuhuda tutaieleza vizuri, alafu kwa kuwa pengine sisi tulipata nafasi ya kumuuliza mtumishi naye akatujibu, basi pale ambako kuna ushuhuda tu, pengine tutakuwa na muhtasari kadogo kama kuna jambo jipya ambayo mtumishi alilijibu ana kwa ana ambalo halipo kwenye haya maandiko ambayo utasikia moja kwa moja. Kwa kutakuwa na kitu kidogo cha nyongeza ambacho pengine hautakisikia kwenye channel Promova TV, au hautakisikia kwenye shuhuda za kweli, ambapo Bwana atazidi kutupa maarifa. Kwa hiyo naomba nikusisitize sana, ni mtumishi Chris Deogrates, Kanisa Takatifu la Uamsho Tanzania. Tuko na mtumishi wa Mungu Geoffrey Kaputa, na tuko na watumishi wengine akina Desmond, akina mtumishi wa Mungu akina wengi. Nikifika mtandaoni majina yananitoroka, lakini ni wengi kuwataja kwa majina yao. Mtumishi Crispin nao pia wako Kigoma, na pia tunao watumishi Iringa, tunao watumishi Morogoro, tunao watumishi maeneo kadha wa kadha. Wote pamoja ni marafiki wa mtumishi wa Mungu Aston Adamu Mbaya, yeye ambaye alipata neema kuchukuliwa na Bwana Yesu na kuoneshwa siri zilizojificha katika ulimwengu wa roho. Alipata neema ya kuona kuzimu, lakini akapata pia neema ya kuoneshwa mbingu jinsi ilivyo, na hata kanuni za msingi za namna ya kuingia mbinguni. Kwa hiyo naomba nikusihi sana, kama hujawahi kusikia au ulisikia, usikose ule muhtasari, basi subscribe channel yetu, halafu tukukaribisha sana, endelea kufuatilia. Kwa hiyo nikizungumza kwa habari ya Kanisa Takatifu la Uamsho Tanzania, mambo ya msingi ambayo yanafundishwa na tunayasimamia kama kanisa ni pamoja na wanawake kutoruhusiwa kuvaa mapambo. Kwa kweli mapambo ni mwanamke wa kwanza kujipamba ni Yezebeli. Kwa hiyo mwanamke yote anayejipamba kwa nje, mithili ya Yezebeli. Yezebeli ndio aliyejipamba kwa nje. Watumishi wa Mungu wote hakuna aliyejipamba kwa nje. Kwa hiyo unapojipamba kama Yezebeli kwa kuvaa hereni, shanga, rangi za midomo, rangi za kucha, umesuka nywele zako hata zile za asili, lakini pia wengi wanapenda kusuka rasta, wigi na vitu vingine vingi, vyote ni takataka. Ukisoma Mwanzo 35, Kutoka 33, ukisoma pia hata Ezekieli 7 kuanzia mstari wa 19, pale imeelezwa vizuri sana. Hawataingia watu wanaovaa mapambo ya vito. Mapambo ya vito, ukisoma ile Ezekieli 7:19 ameeleza vizuri. Uzuri wake yeye aliweka kwa ajili ya enzi yake. Dhahabu hizo, fedha, sio na nini, hakuweka kwa ajili ya watu kuvaa mwilini. Kwa unapovaa hereni, unapovaa pete, unapovaa cheni, wewe hujui, mengine ni majoka, vingine ni vipuli ambao ni miungu, wewe hauruhusiwi kuvaa. Kwa hiyo tutasimamia, hata kama watu hawatataka kuamini kweli, kwa kweli tutabaki tukihubiri kweli, hata kama watasimama wawili. Maana Bwana Yesu alimfuata watu wengi, lakini baadaye alipowahubiria injili ngumu kidogo, wakaondoka. Akageukia wanafunzi akauliza, nani mnataka kuondoka? Sema twende kwa nani, maana kwako kuna neno la uzima. Kwa hiyo wale ambao waliokusudiwa na ufalme wa mbinguni, wao wanaifurahia sheria ya Bwana, wala si nzito kwao. Akisikia ukweli, Roho Mtakatifu atamfundisha, ataufuata. Lakini yule wa duniani yeye atafuata mafundisho laini kama alivyosema mtumishi wa Mungu Isaya katika Isaya
30 ule mstari wa 10, kwamba watu hao hawataki kusikia sheria ya Bwana, bali wanatamani, wanawaambia manabii wasiwaambie kweli, bali waambie maneno laini, maneno ya danganyayo, kwamba kuvaa heleni sio tatizo, kunywa pombe kidogo sio shida, ukibatizo tu hata kwenye kisima sio tatizo. Hapana, kwa kweli tutafundisha kweli kadiri Bwana alivyotutaka tufundishe ukweli. Lakini pia hatuna wanawake ambao ni wachungaji. Ukweli ni kwamba mwanamke haruhusiwi kuwa mchungaji. Pengine naongea na wanawake, unanisikiliza wewe mwanamke ni mchungaji, pengine hukujua, ninakusii chukua nafasi yako kama msaidizi. Mwanamke ukisoma hata Timotheo wa pili sura ya 2 ule mstari wa 8, ikiwa Timotheo wa kwanza wewe utaangalia, lakini pale anazungumza, anasema nataka wanaume wasalishe kila mahali. Kwa hiyo unapokuwa na ibada ya kusanyiko, wakawa wanaume na wanawake, mwanamke usisimame mbele ya wanaume katika madhabahu kuu na kufundisha na kuhutubu na kuhubiri. Hapana. Ila ukiona semina ya wanawake, au ukiwa katikati ya kanisa lenye kusanyiko hata la wanaume na wanawake, Bwana amekupa ushuhuda, utashuhudia mbele ya kanisa, ila katikati ya madhabahu ambayo Bwana atakuwa Roho Mtakatifu ametoa maelekezo namna ya kufanya. Lakini pia wanawake wanaruhusiwa kuhubiri, ni wainjilisti wazuri. Utahubiri kwa njia ya mtandao, unaruhusiwa kuhubiri kwa mikutano ya nje, hata kama kutakuwa na majukwaa na madhabahu utajengwa hapo, unaruhusiwa kuabudu, lakini kwenye ile kuhubiri. Lakini kwenye ibada ya pamoja, mwanamke wewe ni msaidizi. Kazi yako muandae mume, ndio kama Bwana aishi. Hata katika Agano la Kale wengi wanasema tukiokoka wote ni makuhani. Sio uongo, ni kweli. Ila hata wakati wa Agano la Kale makuhani, nyumba ya Bwana ilikuwa na sehemu 3. Sehemu ya 3 iliitwa patakatifu sana, au inaweza kama majina mengine. Sio kila kuhani aliruhusiwa kuingia, bali kuhani mkuu tu, na yeye aliruhusiwa kuingia kwa mwaka mara moja. Kwa hiyo wote tunapookoka ni makuhani, lakini sio kila kuhani anaruhusiwa kufanya kila huduma. Ndivyo hicho kitu cha msingi sana, yamkini utakipata pia kupitia huu ushuhuda. Kwa nini nakusihi sana subscribe channel yetu, ujifunze vitu vingi. Pengine mchungaji, mwinjilisti, mwalimu, lazima uelewe hii mipaka. Utaweza kuikosa mbingu kwa ajili ya kiburi, kwa ajili ya uzembe na ile roho ya kujiinua kwamba mimi nimepitia chuoni ninajua. Hapana. Mungu hasomei darasani. Kumjua Mungu inahitaji neema ya Roho Mtakatifu. Lakini pia hatuna ubatizo wa utatu. Ubatizo pia ni kwa jina la Yesu, na ubatizo wewe ambao umebatizwa, hata kama umeamini, umeokoka, ikiwa umebatizwa kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, wewe hujabatizwa, wala majina yako hayapo kwenye kitabu cha uzima. Maana jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu sio jina. Najua ilitajwa katika Mathayo sura ya 28, lakini naomba usubscribe channel yetu, tutazungumza. Na tumeanza somo la ubatizo katika video iliyotangulia, lakini tumeanza kwanza ubatizo wa watoto. Wimbi kubwa la watoto linapotea kwa sababu wamepotezwa kwenye ubatizo. Kwa kadiri ya yale masomo, naomba usubscribe.